swala la kulitafakari kidogo la kuwaza. Kwa nini Mheshimiwa Rais amefanya ziara Angola sasa? Kuna mambo mengi, unajua miaka 19 toka wanasema ilipofanyika ziara ya kiofisi kwa cheo cha urais Angola. Miaka 19 ni mingi. Ni mingi sana. Ni mingi sana. Mingi sana. Tulikuwa na uhusiano mzuri na Angola, ukianganisha mahusiano kati ya baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere na Antonio Agustino Neto mpaka unajua ukombozi wa bara la Afrika kipindi kile. Tulikuwa vizuri, lakini unajiuliza ni nini kilitokea katika miaka 19 hakukuwa na huo ukaribu namna hiyo. Hiyo diplomasia. Sasa hii ni moja ya uthibitisho kwamba pia rais anafanya vizuri kwenye mambo ya international diplomacy, diplomasia ya kimataifa. Sasa ni nini hasa wanachoenda kukizungumza? Kumbuka kuna vita inayoendelea DRC Congo. Ina affect Afrika kwa ujumla, na Angola ina maslahi kama Tanzania ilivyo na maslahi fulani. Lakini pia kumbuka sisi kama nchi tuko kwenye hali gani, tunaelekea wapi kwenye kisiasa. Lakini kumbuka hapo katikati kuna viongozi wa Afrika walikutana Angola, na baadhi yao walionekana kama kuzuiwa kuingia nchini Angola. Katika ule mkutano ule wa hapo walikuwepo wa viongozi wa Tanzania. Sasa ni mangapi yataongelewa, ni nini na nini, mambo ya ushirikiano wa kiuchumi, signing of memorandum of understanding, hivyo vyote. Lakini kwa nini sasa baada ya nimeona wameainisha vitu ambavyo vitazungumzwa, ambako wamesema kuweka shada la maua katika munara wa kumbukumbu wa muasisi wa taifa hilo ambao wametaja. Uko naona asubuhi actually yafanya hivyo. Lakini vile kuweka saini hati ya makubaliano baina ya Tanzania na Angola. Mambo ya ushirikiano wa kibiashara sasa. Uchumi wa buluu na kila kitu. Uko naona na hizi tunasema kwamba ndio moja kati ya faida kubwa ya ziara za marais katika nchi nyingine, mahusiano ya kibiashara na hata diplomasia vile. Lakini pia kuzungumza na vyombo vya habari, uko naona hapo Angola, na mwisho kuhutubia bunge la Angola akiwa ni rais wa kwanza mwanamke kutoka Afrika kuweza kufanya hivi, kuhutubia bunge hilo. Mwanamama Caroline, sikumbuki jina la pili vizuri, Caroline, speaker wa bunge la Angola, akiwa amemwalika. Turudi sasa katika ile nadharia ya kawaida kwa watu ambao wanazungumza, wananchi wa kawaida huko mtaani, uko naona sometimes hata baadhi ya wanasiasa wakati wa serikali ya awamu ya 5 kuna namna ambayo palikuwa na hatakuwa tunaziona ziara hizi za rais katika mataifa mengineyo, jambo ambalo kuna namna ambayo lilikuwa limepigiwa kelele. Bwana wewe, uko naona likazungumzwa kwamba inafifisha ama inadorolesha mahusiano ya kidiplomasia baina ya Tanzania na nchi nyinginezo. Uko naona na mara kadhaa tulikuwa tunaona mialiko zikitokea ni labda rais atume mwakilishi ama wasiweze kutokea kabisa. Watu wakawa, lakini alivyoingia rais wa sasa madarakani, tumeona moja kati ya vitu ambavyo pia anavifanya sana basi ni yeye kwa kile alichosema kuweza kurudisha mahusiano ya kimataifa ya kidiplomasia. Safari zimekuwa nyingi, anatoka alafu watu sasa wanakuja wanazungumza pia, wanasema kwamba why rais anafanya kitu gani, tunasema wanatumia lugha ile ya mtaani, wanasema anazurura sana. Ni kitu gani ambacho watu hawakielewi kuhusiana na ziara za mheshimiwa rais, hasa anapokuwa anapata mialiko kutoka katika nchi mbalimbali kama mwaliko aliopata nchini Angola? Kitu unachotakiwa kujua kwamba sisi kama Tanzania sisi sio kisiwa. Lazima tuwe na mahusiano mazuri na nchi mbalimbali, majirani zetu, ziwe za Afrika au za mbali. Unakumbuka sisi mwanzo tulikuwa na mtazamo mmoja kama nchi wa kutofungamana na upande wowote, uwe upande wa kijamaa au upande wa kibepari. Hatukuwa na huo, sisi hatufungamani na yoyote, ni kwamba muda wowote mtu anaenda na miiko yetu sisi tunaweza kuhusiana naye. Yasola. Hiyo ya kwanza. Hatufungamani na yoyote.
Lakini swala linapokuja la ziara za viongozi wa nchi nje za nchi, kama tunavyosema tuwe wa kweli, kila kitu kina faida na hasara. Uliambiwa ukitaka kula na wewe ukubali kuliwa kidogo. Kikwete. Kikwete kwa rais wa mene. Hiyo ni kweli, huwezi ukataka kuwa na mahusiano ya kimataifa, mahusiano mazuri ya kimataifa, alafu ukajifungia ndani. Ukasubiri watu waje wao kukutembelea wewe, wakati wewe huwezi kutembelea. Hata kwenye maisha yetu ya kila siku, ujirani mwema, kuna ile kutembeleana. Diplomacy. Lakini pia kuna engo nyingine ambayo ukiangalia lazima ikufikirishe. Unakwenda nje kwa faida gani? Juzi kulikuwa kuna story ya Bola Tinubu, rais wa Nigeria, anakwenda Ufaransa kujipa muda wa kutafakari. Sio, unanielewa? Kujipa muda wa kutafakari namna gani ya kuendelea kuongoza. Unaweza kauliza kwamba yeye akiwepo pale Nigeria, pale Lagos, hawezi kutafakari. Isije ikatokea ile ziara ya kwenda kutafakari. Atasema labda ina faida kwa nchi kwamba rais akiwa ametulia vizuri ataongoza nchi vizuri. Lakini is that so? Kwa kuna ziara au mahusiano ambayo badala ya kuwa faida kwa nchi anakuwa ni hasara kwa nchi. Anakuwa hasara. Na kitu ambacho watu hawajui, labda kitu ambacho watu hawajui, na nafikiri kuna haja ya watu kupatiwa elimu juu ya hili na kuwatoa katika hizo sintafahamu ama maswali ama lawama ambazo anakuwa anazielekeza. Rais anapokuwa amepata mwaliko kwenda nchi fulani, wale waliotoa mwaliko wao ndio huwa wanagharamikia gharama za safari. Hicho ni kitu ambacho watu wengi hawajui. Au wanapokuwa wamepata mialiko ya kimashirika, labda AU uko naona, au UN uko naona, kwa Umoja wa Mataifa au hata Umoja wa Afrika, huwa wanatoa sehemu ya, wanachangia sehemu ya ruzuku ya hiyo safari. Kwa ukiona rais amepata mwaliko ametoka nje, usifikiri basi kwamba kuna watu wasema ni kodi zetu hizo. Lakini pia ukiona wewe ni rais na haupati mwaliko kwa sehemu kama hizo, kuna tatizo. Maana hauna faida na wengine, au wewe ndio yule wa kusema kwamba mimi siwezi kwenda popote, watu watanifuata. Lakini sasa mfano awamu iliyopita tukisema hakukuwa kuna safari za nje nyingi, lakini ukumbuka rais kama aliingia madarakani sasa hivi Traore pale mwana mapinduzi Burkina Faso pale, na wengine walioingia kwenye mrengo huo pale Sahel States. Hawa ni viongozi ambao wakifanya ziara unaona wanazifanya kwa nadra, sio mara kwa mara. Sasa wale pia nakuwa nawaelewa kwa aina ya mfumo ambao umewaweka madarakani wa kimapinduzi. Kwa sasa kuna hali ya kiusalama pengine inakuwa kidogo inakosa ile kwao, sio kwa wanaamini kwamba unapotokea labda umetoka nje ukirudi huku unakuta kama wako huko hatarini, au unakuta watu washafanya mapinduzi, umetema bungo, watu washafanya mapinduzi. The Bantu